Umuthi hari githomo gitu kia mirimo na urigiti mwiroreri njitikiria tuko tukirongoreria ndwari ya ulcers aige mauwe ta ndwari ya twanda tuko tukinyitana na dagitari Janet Cruz thini wa thibitarĩ wa Kenyatta University Teaching Referral Hospital agituthomithia maige megie ndwari ya ulcers. Naitwa Daktari Koros Janet, mimi ni Head of Department katika Department la Internal Medicine katika hii hospitali ya Kenyatta University Teaching Research and Referral Hospital. Andũ aingĩ nĩ mahĩngĩcĩkaga na kũremwo gũtaũkwo nĩ kũ mũndũ arwarĩte rĩrĩa mũndũ aturwo nĩ nda, aimba nda kana aigua kwĩrũrũka. Reke tũmenye makĩria ndwari ya ironda cia nda nĩ ĩrĩkũ. Ugonjwa wa ulcers ni ugonjwa ambao unaletwa na vitu tofauti tofauti. Ulcers ni ile term ambayo inatumika na public. Lakini katika medical, ulcers inamaanisha kwamba uko na kidonda kwa tumbo. Lakini vile watu wanatumia hiyo term ulcers, saa zingine ulcers inaweza kuwa kwamba uko na shida ya tumbo lakini haimaanishi uko na hiyo ulcers kwa tumbo. So tunasema kwamba uko na ile shida ya tumbo na inaweza kuwa kwamba uko na ulcers ama tu uko na uvimbe lakini haujaform ulcer hiyo kidonda yenyewe. Dagitari, tũtarĩrie ironda cia nda icũngagĩrĩrio nĩkĩ? So chanzo ina chanzo nyingi. Kwa watu wengine inasababishwa bila kitu chochote, inakuja tu kwa sababu mwili wako unatoa acid katika tumbo lako, ndo tunaona kwamba watu hutoa acid. Na acid inafaa kuwa katika kiwango fulani, inasaidia katika ile kushaga chakula. Lakini ile acid ikikuwa kwa kiwango cha juu, tunaona kwamba inaweza leta ile shida ya tumbo. Na inaweza letwa na shida nyingi. Watu wengine hatujui mbona wanapatwa nayo. Watu wengine wanapata kwa sababu tunasema kwamba wako katika stressful situation. Sana sana tunaona kama wale ugonjwa wamelazwa kama ICU ama wamekuwa na ugonjwa wa muda mrefu. Tunaona kwamba wako kwa hiyo stress period na tunaona viwango vyao vya acid zapanda juu sana. Tunaona wale wanatumia madawa za uchungu kwa muda mrefu. Kuna aina za dawa za uchungu ambayo yapandisha acidity kwa kiwango cha juu sana na kwa yaweza leta hii shida ya tumbo ambayo tunaita ulcers. Pia kuna huu bakteria ambao tunaita H. pylori. Watu wengine wako na hiyo H. pylori na inaongeza acidity kwa tumbo iko kwa katika kiwango cha juu. Hihi dalili cia ironda cia nda ikoragwo irĩ irĩkũ? So dalili za ulcer sana sana watu watasema kwamba wanasikia yale maumivu kwa tumbo. Maumivu sana sana kama daktari nitataka kusikia iko wapi kwa tumbo. Sana sana iko kwa upande wa juu wa tumbo. Katikati ama upande wa left sana sana tunasikia kwamba uko na hiyo uchungu. Watu wengine watasema kwamba wanasikia ile kuhisi kutapika. Watu wengine wanatapika. Watu wengine wanasikia ile heartburn kwamba unachomeka katika upande wa juu wa tumbo. Na unasikia watu wengine watasema kwamba wanasikia kama chakula inapanda juu. Na pia watu wengine watasikia kwamba hawataki kukula. Na ikikuwa mbaya zaidi kuna watu ambao wanatapika hadi damu. Na nĩguo kũgirĩrĩria ruo wa ironda cia nda, mũndũ abatie kũnyihanyihia irio iria ararĩa ingĩkorwo nĩ irarehe acid thĩinĩ wa mwĩrĩ wake. Kujitibu ni ngumu lakini naweza sema kwamba unaweza fanya vitu ambavyo inasaidia kupunguza. So vile tumeeleza nini zinasababisha, kama ukipunguza zile dawa zenye za maumivu ambayo yaweza leta acidity nyingi waweza kupunguza. Pia wao ambao wanatumia pombe wakipunguza inaweza punguza hiyo ulcers. Lakini pia kuna kutegemea pia matibabu hospitali. Dagitari o wothe mbere ambĩtie gũthondeka kana kũrigita mũrwaru wa ironda cia nda, mbere ambaga kuoya ithimi na nĩguo gũtaũkwo makĩria mũrwaru arwarĩte ndwari ĩrĩkũ thĩinĩ wa nda yake. So matibabu ya ulcers yategemea. So ukifika hospitali kwanza ni vizuri kuangaliwa.
hii shida yenye tunaita kwa public tunaita ulcers, kwa daktari kuna types nyingi ambayo tunaangalia na ni test ambayo lazima tufanye tuone shida iko wapi. So ni vizuri nitaweza kuangalia, nikuulize maswali, unatumia hizi dawa za maumivu, umepata hii shida siku nyingine, umekuwa na ugonjwa wowote, unatumia pombe, niweze kujua hatari yako yaweza kuwa yatokea wapi. Alafu daktari akupime, tunaweza pima ile H pylori, ile bakteria kama uko nayo, tunafanya hiyo vipimo kwa maabara. Ikikuwa ile mbaya zaidi kuna ile test tunaita endoscopy, kwamba daktari anaenda kuangalia, anaweka kamera katika mdomo wako ambao unaenda hadi kwa tumbo, kuangalia kama kuna ulcers haswa ama kuna uvimbe. Watu wengi tutapata kwamba kuna uvimbe lakini hakuna kidonda. So na kunaweza kuwa na kidonda, na kidonda inaweza kuwa katika mahali pengi, inaweza kuwa kwa ile tunaita stomach ulcers, kwa watu wengine tunaita duodenal ulcers, kutegemea hiyo vidonda iko sehemu gani katika mwili wako. Alafu pia watu wengine hawana kidonda ama uvimbe, lakini kuna ile valve ambayo inashikilia tumbo yako chakula isiweze kupanda juu. Tunakuta kwamba hiyo valve iko loose. Ikikuwa loose tunaona kwamba chakula chapanda juu, na tunaita hiyo ugonjwa reflux. So kutegemea na ile different type yenye daktari amepata matibabu ni tofauti. Tutaweza kukuelezea wewe tumia hii dawa ya kupunguza acidity kama tu ni acidity nyingi. Tukipata H pylori tunakwambia tumia dawa ya H pylori. Tukipata kwamba unatumia painkiller nyingi tunakwambia punguza hii painkiller kama ni pombe. So inategemea, hii ugonjwa inategemea uko na gani, na depending on ni nini tutafanya nini. Na tukipata saa zingine hata kule kidonda tuweza pata kwamba inatoa damu, kuna hata daktari anaweza weka dawa kwa ile wakati wa endoscopy kuzuia hiyo kidonda isiendelee kutoa damu. Mwana kana mundu mugima na oekore ugwatini wa ndwari ino, ona vengia wa ndwari ni gukorwo igicema andu aria marakorwo na matarania maingi kana stress. So hii ugonjwa wa ulcers tunaona saizi tunapata katika age groups zote, kuanzia wachanga hadi wale wazee. Lakini sana sana tutaona wale wako hospitali kwa sababu ya hizi ugonjwa zote na stress levels, tunaona kwamba wako katika hatari kubwa. Wenye wako na ile bakteria ya H pylori na wapate shida ya acidity, tutaona kwamba wako na hatari kubwa pia ya kupata. Pia wenye wanatumia pombe sana, tunaona kwamba wapate shida kwa muda, wako kwa hatari zaidi. Hihi niguo mundu arigitike ndwari ino ri, hihi yoyaga ihinda rigana atia? Hilo ni swali mzuri. Inategemea, tunaona kwamba inategemea mtu. Kuna mtu ambayo ulcers imeleta kwa sababu anatumia painkiller kwa muda. Tukimwambia aache hiyo, ukimpea dawa utaona kwamba matibabu yake itakuwa kwa muda mfupi. Wengine imeletwa na hiyo H pylori, wakitumia dawa H pylori inapotea, lakini tunaona kwamba kuna wale wenye wanahitaji dawa kwa muda mrefu, na ni vizuri uende ufuatiliwe hospitali waone vile wanaendelea, kama uko na bado hizo symptoms ama zimepotea, na ukiwa nazo ni daktari aendelea kukupea madawa zaidi ama kubadilisha dawa kama hausikii vizuri. Thabarĩ ĩmwe njega ya kũrigitika ndwari ĩno nĩ gwĩkinya thibitarĩ-inĩ, ĩndĩ ti kwĩrigita we kĩũmbe na njĩra ya kũgũra dawa hatarĩ gĩthimi o gĩothe. Cera thĩinĩ wa thibitarĩ wa KU Referral kana thibitarĩ ĩngĩ o yothe, na nĩguo thabarĩ ya kũrigitwo yambĩrĩrie o rĩo. Nitasema kwa watazamaji ambao wako pale nje, vile nimeelezea hii ugonjwa wa ulcers iko ya aina nyingi, na ni vizuri ufike hospitali uweze kuangaliwa na daktari specialist, na kama umekuwa ukijitibu nyumbani, ni vizuri uende uangaliwe, ufanyiwe test. Na pia sisi katika hospitali tunaonanga kwamba wagonjwa wengi wanaenda kujitibu H pylori bila kupimwa, na vile nimeelezea H pylori ni sababu moja ya kupata ulcers, lakini sio sababu haswa ya kila mtu kupata ulcers. So ukiwa na hizo symptoms usiende pale chemist kumeza dawa ya H pylori. Ni vizuri uende upimwe H pylori, uangaliwe kama uko nayo, kama uko nayo utibiwe. Na kama unatibiwa na bado hiyo H pylori iko, ni daktari anabadilisha dawa, lakini sio wewe kwenda pale chemist
kushinda ukijitibu mwenyewe H pylori. Nitasema katika hospitali yetu ya Kenyatta University Teaching and Referral Hospital tuko na specialist wale wa tumbo tunawaita gastroenterologist ambao wanatibu hii shida. Pia tuko na zile machine za endoscopy kwamba tunaweza kukupima, na pia maabara yetu yaweza kupima hiyo test ya H pylori kuangalia kwamba iko sawa. Na pia ni vizuri kufuatiliwa kwa sababu tumeona kesi nyingi sana ambayo watu wanatibiwa hii shida ya ulcers lakini baadaye inapatikana kwamba ni stomach cancer. Na hao watu wamekuwa kienda kujitibu kwa chemist. So ni vizuri uende hospitali ndo usikuwa unatibu shida ya ulcers na kumbe kuna shida nyingine ambayo haijapatikana. Mwiroreri wakwa njitikiria twikire gaturumo hau hari githomo gitu kia muthenya wa umuthi mirimu na urigiti hari ndwari ya ironda cia ulcers. Itikira guthie mwena wa YouTube Kiheo TV rumanire na tafaira ya murimu na urigiti. Nie njitagwo Murina Wanjiru.